Akili bandia yenyewe peke yake, hizi mashine haziwezi kureplace kazi za watu. Lakini kinachotokea ni kwamba watu wanaoweza kuitumia AI watawareplace watu ambao hawawezi kuitumia AI. Habari wasikilizaji na watazamaji wetu wa PowerPod. Karibuni sana katika podcast yenu pendwa, nami Iwalwa. Katika episodi yetu ya leo tutazungumzia zaidi kuhusiana na akili mnemba au AI. Tumekuwa tukisikia story nyingi sana kuhusiana na kwamba AI itaondoa kazi nyingi. Je, ni kweli au tu ni uzushi wa watu? Sasa leo tuko na mtaalam wa AI, amesomea masuala ya AI, kwa atatuelezea zaidi namna gani tunaweza tukaitumia hii AI au akili mnemba kwa manufaa zaidi. Karibu sana Mr. Amon. Asante sana. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Amon Mtonyi. Mimi ni mtaalamu wa masoko ya kidijitali, lakini pia na masuala yote yanayohusiana na akili bandia au artificial intelligence. Na kwa wasikilizaji, ningeomba mtege kwa masikio vizuri sana, kwa sababu baada ya hichi kipindi hautakuwa kama ulivyoingia. Sasa tuanze kabisa mwanzoni, tuweze kujua kwamba akili bandia au artificial intelligence ni kitu gani. Sasa akili bandia au akili mnemba au wengine wanaita artificial intelligence ni teknolojia inazoziwezesha electronic devices ziweze kuiga tabia za wanadamu. Yaani hizo mashine zinaweza zikafikiria kama binadamu, zinaweza kuona, zinaweza kuongea, zinaweza kusikia pia. Sasa kama mashine inaweza kafanya ikaiga tabia hata hisia za binadamu, ina maana kwamba swali lako linasema kwamba AI ita replace kazi za watu au haita replace. Ukweli ni kwamba akili bandia yenyewe peke yake, hizi mashine haziwezi kureplace kazi za watu. Lakini kinachotokea ni kwamba watu wanaoweza kuitumia AI watawareplace watu ambao hawawezi kuitumia AI. Kwa hiyo unamaanisha kwamba tatizo sio AI, ila ni kuna namna ambayo inabidi sisi tuendane na AI, kwamba wale watumiaji ambao wako kazini wataendelea kubakia kazini na watu ambao wasiotumia AI itawafanya waondoke kazini. Exactly. Unajua kuna msemo huwa unasema while others are walking, we should be running. Kiuhalisia kabisa, kwenye ulimwengu teknolojia inakuwa kwa kasi sana. Kwa hiyo either wewe unaamua kuiembrace au unaamua kuto kuiembrace, haimaanishi kwamba teknolojia itakusubiri wewe. Teknolojia inazidi kwenda. Sasa mfano, hizi teknolojia zimetoka kwa wenzetu huko Marekani. Na kama tunavyotambua, wenzetu wapo kwenye ulimwengu wa kwanza. Sisi tupo kwenye ulimwengu wa tatu. Inamaanisha kwamba kwa sisi ambao tupo kwenye ulimwengu wa tatu, tungetakiwa tukimbie. Wakati wale kule wanatembea, sisi tungetakiwa tukimbie ili tuweze kukatch up nao. Lakini kiuhalisia wenzetu wanakimbia, alafu sisi kwa sasa hivi kwa especially kwa nchi yetu kama Tanzania, naona initiative nyingi zinaendelea, na ningewashauri vijana, especially vijana na watu wote ambao wako maofisini, ili uweze kuendelea ku remain relevant kwenye kazi yako. AI sio kitu cha kukuchukulia kwa mzaha, kwa sababu kadri teknolojia inavyokuja, watu ambao huwa wana-embrace mapema, baada ya muda fulani wanakuwa wako mbele ya muda kuliko watu wengine. Nitatoa tu mfano, labda niweze tuweze kuangalia era zilizokujaga na mpaka tumefikia wakati huu wa artificial intelligence. Zamani ilivyokuja teknolojia labda ya ugunduzi wa internet, kuna watu ambao walichukulia hiyo teknolojia wakaiadapt na wako ahead of the game kuliko watu wengine. Lakini miaka ya 2000 zikaja teknolojia zingine tena, zikaja za social media, watu wengine pia wakaadapt. Tunavyozungumzia AI, hii ni teknolojia ambayo kwenye ulimwengu imeanza kuwa popular miaka 3 iliyopita. Kwa hiyo ni wakati sahihi kabisa sisi vijana wa Kitanzania tuweze catch up, kwa sababu kadri unavyozidi kuchelewa, miaka inavyozidi kwenda, huu ndio wakati sahihi wa wewe kuweza kuingia. Yaani unaweza kuingia leo, haitakuchukua hata siku hata labda miaka 2-3 mbele, tayari na wewe utakuwa umecatch up na hichi ni kitu gani. Mimi mwenyewe kwa haraka tu nimehisi watu ambao wana hofu pengine wanatakiwa wawe na hofu, kwa sababu umesema AI inaweza kujifunza tabia za kibinadamu na inaweza ikafanya vitu vya kibinadamu. Kwa hiyo hii ndio maana labda watu wengi nahisi wanakuwa na hiyo hofu. Sasa issue ni kwamba hii mashine peke yake bila
mtu kuiambia ni cha kufanya, yenyewe pekee yake haiwezi kufanya chochote. Kwa hiyo maana yake kinachotokea ni kwamba hizi mashine zinapewa taarifa kutokana na watu. Kwa mfano the way zinapofanya kazi ni kwamba kama watu tulishaenda labda chuo. Ukienda chuo sisi tunasoma vitabu. Ndio. Tukienda shuleni kwa wanafunzi ambao wako nani tunasoma vitabu, walimu wanakuja kutufundisha. Sasa zile elimu ambazo watu wanatufundisha shuleni, zile zimechukuliwa zote, zimewekwa kwenye mashine. Kwa hiyo sasa hivi kama ni mwanafunzi, information ambayo lecture wako anakupa, AI inaweza kukupa katika efficiency ya 99% zaidi ya, kwa sababu mtu anaweza kukosea. Lakini mashine kwa sababu zimeshapewa taarifa, zile data zipo mle ndani, haiwezi kukosea. Kwa hiyo kitu kilichoingizwa ndicho wewe ukikuuliza kinafanya, inakupatia. Kwa hiyo mashine zimewekewa data kutokana na information ambazo tayari wanadamu tunazo ambazo tumekuwa tukizisoma. Kwa hiyo kwa kawaida ni kwamba wewe unatakiwa ujifunze ili uweze kuzitumia hizo mashine ziweze kukusaidia kwenye career yako. Yes. Na kwenye hizi taasisi za fedha hasa SACCOS, wanawezaje sasa kutumia AI kwa ajili ya kujinufaisha? Ninyi mnatoa mikopo kwa watu based na historia ya mtu. Zile credit rating. Kwa Kiswahili sijui lugha yake nini, lakini ile credit rating AI ina uwezo wa kujua credit rating ya mtu kiurahisi, kwa sababu ni taarifa zinakuwa zimefidiwa wale wateja wenu, zile data za wateja wenu zinakuwa zimewekwa kwenye machine. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wewe kuweza kupata credit rating ya mtu ili uweze kufanya mikopo. Lakini pia unaweza ukapredict behavior ya mlipaji, kama huyu ni mlipaji mzuri au huyu sio mlipaji mzuri. Kwa hiyo ukiweza kwa sasa hivi ukitaka kujua huyu mlipaji sio mzuri, maana lazima uende ndani kwenye taasisi third party ukatafuta hizo information, kwa sababu wewe kwa kawaida hautazipata. Lakini ukitumia mashine ambayo ina AI, yenyewe inakuwa inakupatia. Kwa hiyo unakuwa unajua behavior ya huyu mtu ni mlipaji mzuri, tumkopeshe au tusimkopeshe. Na taasisi zingine hivyo hivyo. Kwa hiyo kwenye kila industry AI anaingia hapo kukusaidia based na career yako. Let's say kwenye industry ya masoko ambayo mimi nipo, ndo maana nimezungumzia hiyo kwa sababu ninaifahamu. Kwenye industry ya masoko, kabla ya hizi akili bandia, ulikuwa ukianzisha biashara ya kufanya masoko, unatakiwa let's say unataka kufanya tangazo, unatakiwa uwe na timu ya watu zaidi ya 5. Labda script writer anayeandika script, cameraman anayeshoot, pre-production, post-production. Timu ya watu ambao waweze kufanya content iweze kutoka kwenye audience yako ilikuwa inabidi iwe kubwa. Lakini let's say tuende kwenye industry nyingine labda ya manufacturing. Let's say labda industry ya medicine. Kwenye medicine unaweza ukatumia data za wagonjwa zile, ukatumia AI ikaweza kukusaidia kurecommend kama ni daktari manake. AI itakusaidia wewe kujua, ukichukua, kwa sababu inaweza ikaona let's say mtu anauma, ukachukua ile picha ya mgonjwa ukaiweka kama ni vidonda au nini, ukaweka kwenye ile picha kwenye AI, inaweza kukumbusha, kwa sababu kama binadamu vitu vingine unaweza usikumbuke. Lakini yenyewe ukiona ile picha itakwambia bwana, hiki kutokana na hiki, inakupa dalili vyote kutokana na hii picha, hichi kinaweza kaa ni hiki na hiki na hiki. Sasa kwa sababu wewe ni industry yako, maana yake inakuwa inakurahisishia kwenye hiyo specific kukuambia bwana, hichi kama ulikuwa umesahau inakukumbusha. Kama unataka kufanya biashara, maana yake inakurahisishia wewe kuingia kwenye biashara kwa gharama ndogo. Kwa sababu tunavyojua sasa hivi uchumi wa dunia, sio rahisi kwa kijana kuanzisha biashara alafu akaweza kumiliki hiyo timu ya watu wengi kiasi hicho. Lakini kwa kutumia AI ukiweza kujifunza, unaweza ukashrink idadi ya wafanyakazi, alafu ukaweza kufanya kitu kinaitwa solopreneurs. Sasa hivi wamekuwa wengi sana. Lakini pia usiogope wewe kijana mwingine ambaye umetolewa kwenye kazi, ni kwamba ukijifunza new opportunities zinafunguka, kila kwenye AI inafungua ventures zingine nyingi sana. Mpaka hapo mimi tu nilichokielewa, yes, kwamba ina create pamoja pia na kuondoa aina za kazi. Exactly. Nimesema zamani ilitakiwa watu wengi wafanye labda hayo mambo ambayo yanahusiana na hizi production, script writing umezungumzia. Yes. Lakini kwa kipindi kama hiki ukishajifunza AI utaweza yani inapunguza ule uhitaji wa watu. Kwa mfano kama sasa hivi, kama tumeona watu wengi sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, video nyingi sasa hivi za matangazo watu wanatumia sio video za watu halisi. Kwa hiyo manake ni kwamba hiyo imepunguza idadi ya watu ambao labda wengine walikuwa models, AI imewa replace. Lakini haimaanishi kwamba ukiwa replaced wewe hautapata opportunity nyingine. Wewe unaweza ukawa ndio wewe unazitengeneza hizo. Wewe unaweza bado opportunities zingine zipo, lakini AI sio kitu cha kukiacha, especially kwa vijana wa Tanzania. Tuikimbie sasa hivi kwa sababu
iko bado tu kwenye early stage. Idea ni kwamba tunatakiwa watu wengi waweze kutambua kwamba hichi kitu kipo na kinafanyaje kazi. Sasa kama kuna watu wengine hawajui, ina maana kwamba wanakuwa wanaachwa. Na shida ya kuachwa kwa watu ni kwamba kama kuna watu ambao wanajua AI, maana yake efficiency ya kazi zao inaongezeka. Wale ambao hawajui, maana yake efficiency ya kazi yao wanakuwa wanafanya manual sana. Na wakifanya manual, kinachotokea hapo kuna kitu kinaitwa wealth gap. Watu ambao wanajua AI ni rahisi sana kufanikiwa kwenye maisha yao kwa sababu wanaweza wakajifunza vitu vingi kwa muda mfupi. Na wakimonopolize, maana yake hiyo inasababisha hata kwenye uchumi ile level ya kipato, wengine wanaweza kuwa na kipato kikubwa sana, alafu wengine wakaachwa sana. Kwa hiyo ideally basically watu wote wanatakiwa wajifunze, wajue ili waweze ku-utilize katika biashara zao. Umezungumza namna ambavyo pia AI inafanya kazi, tumeona ina tabia pia za kibinadamu. Yes. Na vipi sasa kuhusiana na taarifa zetu, au kwa jina jingine wanaita ni data protection. Sasa tunakuwa na uhakika gani kwamba taarifa zetu zinalindwa kupitia matumizi ya AI? Basically kwa sababu sisi hizi models hazipo kwenye hatuna control nazo. Hizi models ziko controlled na hizo kampuni ambazo zinatengeneza hizo model. Kwa mfano kama sasa hivi watu wengi tunajua ChatGPT. ChatGPT ni kampuni ya Kimarekani ambayo inaitwa OpenAI. Kwa hiyo makampuni makubwa ndio yaliyozianzisha hizi models. Tukienda kwenye Gemini ni kampuni ya Marekani ambayo inaitwa Alphabet ambayo ndio yenye Google pia. Tukienda kwenye Cloud ni kampuni za Kimarekani. Tukienda kwenye DeepSeek ni kampuni ya Kichina. Kwa hiyo maana yake obviously lazima uwe makini. Kama wewe ni mtumiaji wa Facebook na Instagram, ujue data zako ziko Marekani, haziko hapa. Kwa hiyo kama umeweza kuwapa Facebook na Instagram data zako, unaogopaje kuipa AI? Kwa sababu ndio wale tu. Unless kama labda kwa taasisi. Ina maana kinachotakiwa kufanyika ni kwamba tunatakiwa sasa ndio hivyo tupate infrastructure za kwetu. Tuwe na data server zetu kwa hapa Tanzania. Tukishakuwa nazo, ina maana ndio tunatengeneza sheria kama kila kitu tunakuaga na tunatengeneza sheria. Lakini kama wewe ni mteja wa kawaida, information ambazo unaziingiza kwenye AI, ujue somewhere on the other side kuna mtu mwingine anazi access. Japokuwa kuna sheria ambazo zinazuia watu kuweza kudisplay hizo search zako, lakini kiuhalisia wenye makampuni wanakuwa wanazi access. Huo ndio uhalisia. Sasa umenikumbusha turudi nyuma ulivyozungumza kwenye taasisi za fedha, tukawa tumetolea mfano SACCOS kwamba wanaweza wakatumia kwenye mikopo. Sasa ukije sasa hapo umezungumza kwamba taarifa pia kunakuwa hakuna ule uhakika zitatumikaje. Sasa kwa taasisi kinachotakiwa kufanyika kwa sababu unakuwa na sensitive information za watu, ina maana kwamba wewe hautaki kutumia hizo model ambazo ni closed, ambazo ni za makampuni mengine. Unatakiwa uende kwenye open source. Ambazo open source maana yake unaichukua alafu unaihost locally, inakuwa ya kwako. Yaani sawa na gari, kuna gari la kukodi au kuna gari lingine unalinunua unalipiliki wewe. Kwa hiyo ndio maana ina maana kwa Tanzania hizo ni fursa za kazi tayari. Kwa hiyo wa Tanzania inabidi tujifunze tuwe wengi language models expert. Tutengeneze model, tunachukua open source, tunazicustomize ziwe za kwetu, tunazihost kwetu. Kwa hiyo zile data zinakuwa hazitoki nje. Lakini hizi zingine ambazo za ChatGPT ambazo tunaziona si Gemini, DeepSeek, hizo tayari information zinaenda kwa hizo company specific. Kwa hiyo kwa taasisi ina maana kwamba tunatakiwa tuchukue open models, tuziinstall kwenye server zetu ili zile information ziwe closed, ziwe locked kwetu, zisiwafikie watu wengine wa nje. Na kwa sasa experience yako ni tayari kwamba hapa Tanzania kuna hizo taasisi ambazo zimefanya hivyo, kwamba zimelocalize hizo AI kwa ajili ya kulinda taarifa? So far kwa taarifa ambazo mimi ninazo, hizo kampuni ndio zipo. Kwa mfano kuna kampuni moja ambayo inaitwa Big Boys, inapatikana pale Mwangatawa, Makumbusho. Tayari tunatumia hizo open source models, tunazilocalize. Kwa hiyo taasisi yoyote ambayo inahitaji kutengenezewa mifumo ambayo inataka iwe data zake zisiende nje, wanaweza wakawasiliana nayo. Wakaingia tu Big Boys Club kwenye Google utaipata. Zinapatikana hapa Tanzania. Kwa hiyo tayari kuna vijana wameshaanza kufanya hizo initiative, lakini zikiweza kuwa nyingi ndicho tunachokitaka. Na ndio ushauri pia kwa taasisi nyingi kwamba waweze kulocalize. Yes. Maana pia tunazungumza lugha ya kitaalamu sana. Kulocalize yani ile kwa Kiswahili zaidi ni kufanyaje? Kwa Kiswahili sasa hizi terminology zingine nazo tunasema kulocalize, yani unaichukua ile taarifa unaweka kwenye server yako, yani ile mtambo ambao unasoma zile taarifa
unakuwa uko chini yako, ndio umeilocalize, kwa sababu hizi mitambo mingine tunasema ipo kwenye cloud. Iko kwenye cloud maana yake ziko server ziko Marekani, server ziko China, server ziko London. Kwa hiyo zile server zikiwa nje, yani zikiwa kwenye cloud, they are not local. Lakini server ambayo iko local ni mashine linakuwa limekaa pale, liko kwako pale, unaliona. Ndio maana ya kulocalize. Yes. Kwenye SACCOS kuna wanachama, na mara nyingi kama ambavyo tumezungumza, wanachama wa SACCOS ambao wanatumia AI au ambao wangetumia AI, tunakuwa tumegusa makundi ya vijana. Sasa vijana wanaweza wakaitumiaje hii AI? Kwanza, kuhakikisha wameinvest vya kutosha kwenye SACCOS, mfano kuweka akiba, kufanya uwekezaji na namna nyingine tu ambao wanaweza wakaitumia zaidi AI katika biashara zao kwa lengo la kuongeza vipato. Hilo swali ni zuri sana. Na kuna kampuni inaitwa Bezetu, Bezetu Manager. Na specifically inawasaidia wajasiriamali hao ambao nyinyi mnawalia kwenye SACCOS. Na the way inavyowasaidia ni kwamba kama mjasiriamali mdogo, ukifanya biashara kwa makaratasi, kwanza una delay, yani mchakato wako wa biashara inakuwa inachelewa. Kwa hiyo efficiency ile ikipungua, maana yake hata kipato chako nacho kinafanya nini? Kitakuwa kidogo. Kwa hiyo huwezi kupata hela kwenda kusave kwenye SACCOS. Lakini kupitia software ambayo iko AI powered ya Bezetu, unaweza kama mfanyabiashara mdogo, unaongea nayo tu, bwana mimi leo nimeuza kiasi fulani, nimepata hivi. Ukiongea tu yenyewe inachukua zile data ambazo umeongea, inazistore kwenye biashara. Hapo unakuwa unazungumza Kiswahili. Yes, unaongea Kiswahili kabisa. Unaongea nayo Kiswahili kwa sababu AI inaongea lugha yoyote. Kama nilivyosema, inaongea, inasikia lugha yoyote ile inasikia. Kwa waliosoma, wasiosoma wote wanaweza kuitumia. Ina maana kama wafanyabiashara wadogo sasa, hiyo itawasaidia kuweza kuhifadhi data zao vizuri. Na ukiweza kuhifadhi data zao vizuri, tunasema data management, yani kwenye biashara unajua ni kiasi gani nimeuza, ni kiasi gani nimetoa, ni kiasi gani ni kipato hichi, faida, hasara. AI kikurahisishia, ina maana kipato chako kitakuwa kikubwa. Na kipato chako kikiongezeka, ni rahisi sasa kwenda kuistore pesa zako kwenye SACCOS ili uweze kuendelea kupata mikopo na vitu vingine ambavyo utapata kwenye SACCOS. Na vipi sasa wito wako kwa vijana ambao wanatumia AI au ambao wanatamani kutumia AI? Ukiachana na vijana, tumezungumza kuhusiana na taasisi za fedha, hasa SACCOS. Una wito gani kwao? Wito wangu kwa vijana na watu wote ambao wanatoka kwenye hizo taasisi, kama tunatakiwa to embrace hii teknolojia, kwa sababu bado tupo kwenye research sasa hivi kwenye dunia nzima. Ni kitu kipya ndio kimekuja, kwa hiyo kila mtu hajui. Na uzuri kwa hapa Tanzania kuna initiative ambazo vijana wa Tanzania wameshazianzisha. Kuna initiative inaitwa AI centralization. Ni vijana ambao wanafanya movement ya create awareness ya artificial intelligence. Kwa hiyo wewe kama mwana SACCOS, wewe kama ni kijana Mtanzania haujui kuhusu hii teknolojia, fuatilia hiyo movement ya centralization. Huwa wanaenda mikoa kwa mikoa ku create awareness. Wanataka vijana wengi waweze kuwa aware na hii teknolojia. Changamoto ni kwamba mambo ni mengi duniani. Inatakiwa uweke priority kwenye vitu ambavyo vinaweza kukusaidia wewe kwenye maisha yako. Kwa hiyo fuatilia vitu ambavyo ni vya msingi ili uweze kufikia malengo yako. Yeah. Na nashukuru sana Mr. Amon. Asante sana. Ndugu wasikilizaji pamoja na watazamaji, tumesikia mambo mengi sana kuhusiana na AI kama mtaalamu wetu ambavyo amezungumza. Na mpaka sasa hivi na uhakika baadhi yetu tayari sasa tumekuwa comfortable. Huu ni mwanzo tu wa kuizungumzia akili mnemba, kwa sababu ni kitu ambacho kinagusa maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tunatakiwa tukifahamu zaidi. Kwa kadri muda unavyoendelea, tutegemee mafunzo mengi kuhusiana na AI. Kwa hiyo usikae mbali na channel yetu kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusu AI au akili bandia. Na mwisho kabisa, ningeomba tu subscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inaitwa Skalt Online TV, pamoja na mitandao ya kijamii kama vile Instagram pamoja na TikTok inayokwenda kwa jina la PowerPod Podcast. Kwa kupitia hiyo mitandao ya kijamii utaweza kuona mafundisho au contents mbalimbali kuhusiana na hivi vipindi ambavyo tunafanya. Mpaka hapo hatuna la ziada, tukutane wakati ujao. Asanteni sana.